Haya, finally sehemu ya 10, sehemu ya mwisho kabisa. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji wa injilisti, mwalimu wa Biblia Tanzania nzima. Bwana, katika masomo yangu nayotoa kila siku, kama kuna mtu ambaye anataka kunihoji, anataka kufanya mahojiano na mimi, anakaribishwa wakati wote, muda wote. Nitamjibu na ataniuliza swali lolote analohitaji yeye kujua. Atajibiwa. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania. Na utastaajabu sana kwamba imekuwaje najua mengi. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Kwa mtu yote ambaye yuko katika Kristo Yesu anajua mengi. Sio mimi tu. Yote ambaye anamwamini Yesu Kristo, ambaye yuko katika Yesu Kristo anajua mengi. Kwa sababu Biblia imetaja sifa za kila muamini, sifa za kila imani, sifa za kila nchi, sifa za kila mtu aaminie, na matendo yake imetaja. Kwa hiyo kwa mtu aliyeokoka sio jambo gumu sana, wala sio jambo la kustaajabu sana. Isipokuwa tu kama umeokoka kwa moyo. Maana ukiokoka kwa moyo na kumwamini Yesu Kristo, basi kila kitu utakijua, kwa sababu kila sehemu yote utakaposoma kwenye Biblia utaelewa. Hii sehemu ya 10, sehemu ya mwisho, finali kabisa. Subscribe, comment, like, share ili wafikie watu wote ambao wanasali kanisa Katoliki, waumini wote wanaoaminishwa mafundisho kama haya. Jamani, haya mafundisho yanafaa sana iwafikie hao watu wote wanaoamini dini, watu wote walioaminishwa kuhusu dini. Dini ni mafundisho yaliyoanzishwa na wanadamu, mfumo wa kutawala wanadamu, kwa lengo tu la kula kupitia mgongo wa dini. Na dini pia imeanzishwa na shetani kwa lengo la kupotosha injili, wasiamini injili ya Yesu Kristo, wasiamini Biblia, bali waaminishe kupitia vitabu vingine. Ni shetani. Dini nyingine zimeanzishwa na majini, sio shetani, ni majini, wale watumishi wa shetani, kwa lengo na lenyewe na wenyewe kuabudiwa. Wanaaminiwa na watu, wanaombwa, wanatukuzwa, lakini hawana uwezo wa kufanya chochote. Hawana mamlaka ya kuamrisha chochote. Isipokuwa tu watu wanaendelea kuishi kwenye dhambi, kwenye zinaa, kwenye uchafu. Kwa hiyo hakuna faida yoyote ya kutumikia vitu vingine isipokuwa kumwamini Yesu Kristo. Hapa tuko kwenye sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 10. Tunajifunza pamoja, tuendelee kusoma pamoja, na kusihi ununue pia katekisimu kubwa kanisa Katoliki, uweze kuona mafunuo mengi, uweze kujifunza vitu vingi, na uchukue vitabu vya dini zingine pia uvisome, ili uweze kufananisha imani yako na imani ya wengine ni sawa. Usisikilize maneno ya watu kama imani zote ziko sawa, ni uongo. Kila kitabu kina mafundisho yake. Ndio maana leo nimekichukua kitabu cha Katoliki tuweze kuona kwamba je, mafundisho yaliyofundishwa kwenye katekisimu kubwa ya Katoliki na mafundisho ya Biblia ni sawa? Tumeona sio sawa. Tumeona kimoja kinaenda huku na kingine kinaenda huku. Wakati mwingine tunaenda kitabu cha msafu na Biblia tuangalie, je, pale wa mashehe wanaposema kilichoandikwa huku na huku ni sawa, tutaangalia pia tuangalie ni sawa au sio sawa. Lengo tu la kujifunza, tusiweze kufananisha imani tofauti kuzifanya imani moja. Hicho kitu sio sahihi. Hicho kitu sio kweli. Yesu Kristo atabaki kuwa peke yake. Yesu Kristo atabaki kuwa mwombezi peke yake. Yesu Kristo atabaki kuwa kimbilio la wanyonge na wenye dhambi. Sisi wenye shida, sisi wenye dhambi tutabaki kuwa kimbilio la Yesu Kristo tu. Tutamkimbilia yeye ambaye ndio anaweza kutuhifadhi sisi na kutupa mamlaka, kutupa chakula, kutupa nini, kila kitu tunamtumainia Kristo. Ijapokuwa alisema tufanye kazi, sio fanya kazi asile. Sio kwamba tunamtegemea yeye kwamba anatupa na kufuta ndani vipo. No. Tunamwomba tupatie kazi tukafanye kazi. Tunamuomba tupatie nguvu tukauponye wagonjwa, kwa sababu alitupa mamlaka na uweza na jina lake. Hakuna mwingine ambaye anaweza kutunyang'anya jina hilo. Na ndio maana tunabaki tunasema Yesu Kristo ndio sahihi peke yake, hakuna mwingine. Haya makanisa mengi wanamtumikia shetani. Makanisa mengi sana, 99, wanamwabudu shetani na kumtumikia shetani. Na wale wengi wanaabudu mapokeo. Na wale wengi wanatumia sadaka zao za kafara na vitu na mafundisho ya uongo kwa ajili ya kuwadanganya watu, kwa ajili ya kutaka pesa. Makanisa mengi sana. Mengi sana. Mengi sana. Hizi dini ya makanisa mengi ambao tayari na matawi yanatumia mapokeo, wameshajichimbia tayari. Wanatumia mapokeo kwa kuaminisha watu kanisa zao ndio sehemu sahihi ya kuabudia. Na kanisa zingine ambazo bado hazijasimama, bado hazina matawi, zinawaaminisha watu katika miujiza. Hizo zote ni uongo. Lengo ni moja, tunatakiwa tufundishe watu wote kumwamini Yesu Kristo na tumaini tuweke kwa Kristo. Hiyo ndio injili ya kweli. Na ndio injili Biblia inavyotaka. Ndio injili Biblia inavyotaka. Hakuna mtu wa mkweli katika imani, katika dini. Dini zote zinahubiri uongo. Lengo ni kuwahubiria watu, kuwapoteza watu. Lakini sisi tunamhubiri Kristo, watu wamwamini Yesu Kristo kuwa ndio njia pekee, ndio njia ya uzima, ndio njia yenye ukombozi, ndio njia yenye msamaha wa dhambi. Hatuna njia nyingine. Peke yake.
peke yake. Na ndio maana walio wengi wanaishia kutukana matusi ya nguoni. Kuna wengine waonaga hata kana Clement Mwandambo wanasema ni walimu wa shule. Hivi mwalimu wa shule anaweza akatukana matusi ya nguoni? Mwalimu anayefundisha watoto maadili, heshima, anaweza akatukana matusi ya nguoni? Jibu linakuja hakuna. Wale watafuta kiki, maisha yamewapia chenga. Hawana roho wa Mungu ndani mwao, ndio maana wanakuta wanatukana. Sasa sisi tunajifunza nini kwao? Hawa watu wengine pia, mtu mwenye hekima ya Mungu, mwenye roho wa Mungu, hawezi kuabudu lisanamu, hawezi kushika lisanamu, hawezi kumtumikia Mungu kwa masanamu. Hasa huyo roho wa Mungu ndani mwako anafanya nini kama unaye kweli? Tubadilike jamani kwenye Injili. Tuwe wa kweli. Kweli itatusaidia, kweli itatuweka huru. Hamna kweli yoyote kwenye masanamu. Hakuna kweli yoyote kwenye mamisalaba kuyasimamisha. Hamna kweli yoyote kuvaa masanamu mamisalaba. Haya mamisalaba tumeyaona wakina Diamond wanavaa. Wasanii wengi wanavaa. Freemason wanaojitangaza kwa Freemason wanavaa. Wanaojitangaza kwa Illuminati wanavaa. Sasa yana faida gani? Mbona wao wanavaa na hayawazuru? Na ni lile linalolovaa halitamkiwi neno, isipokuwa sisi tunasema katika Yesu Kristo tubariki tusilaani. Na sisi tunaomba tuwabariki, wavue haya masanamu, waamini Yesu Kristo, watubu dhambi zao zitasameheka. Malizie tu andiko moja hapa kidogo. Inaendelea katika ukurasa wa 967 katika kitabu cha Kanisa Katoliki Katekisimu, sura ya 239 aya 965 inasema, baada ya mwanawe kupaa mbinguni, Maria kwa sala zake alisaidia kuzaliwa kwa kanisa. Haya mafundisho mapya tena. Maria kwa sala zake alisaidia kuzaliwa kanisa Katoliki. Sio mwanzilishi tena, sio Petro. Hapa Petro sasa hapa na yeye ajitafute sasa katika kanisa Katoliki kama ndio papa wa kwanza. Inasema, baada ya mwanawe kupaa mbinguni, Maria yeye alibaki. Maria hakupaa. Hivyo umeelewa? Kwanza mafundisho mengine hapa yanajikanyaga yenyewe. Baada ya mwanawe kupaa mbinguni, Maria kwa sala zake alisaidia kuzaliwa kwa kanisa. Ikiunganika na mitume na wanawe na wanawake kadhaa. Hata Maria aliomba kwa sala zake paji la Roho, ambaye wakati wa kutangazwa kuzaliwa kwa Bwana yeye mwenyewe alishampata chini ya kivuli chake. Hivi hebu ngoja tuangalie ile andiko kwamba Maria katika Yesu alipopaa mbinguni, sala za Maria zilisaidia kuzaliwa kwa kanisa. Ile la kwanza la mitume. Tuangalie Matendo ya Mitume pale. Haya mafundisho ya uongo kabisa haya. Haya mafundisho. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 1:6 inasema, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudisha Israeli ufalme? Hivi unaelewa hicho kitu? Yesu atawarudishia Israeli ufalme. Israeli waheshimike sana jamani. Israeli waheshimike sana mno. Yesu aheshimike kama Mungu kwamba atawarudishia Israeli ufalme wao. Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, sasa hivi umeelewa? Nyinyi mtakuwa mashahidi wangu. Maria alikuwepo hapa. Mbona Maria hakusema na Maria mtakuwa shahidi wa Maria? Au Maria atakuwa shahidi wangu? Jamani, haya mafundisho umeona yalivyopingwa na Biblia. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazamana, ikainuliwa wingu alipopokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho yao mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo
mlivyomuona akienda zake mbinguni. Atakuja jinsi hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Kisha wakarudi, mstari wa 12, kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa wa Mzeituni, uliokuwa karibu na Yerusalemu, wapata mwendo wa Sabato. Hata walipoingia wakapanda orofani, walipokuwa wakikaa Petro, Yohana na Yakobo na Andrea na Filipo na Tomaso na Bartholomayo na Mathayo, Yakobo wa Alfayo na Simoni Zalote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote mstari wa 14, hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja nao wanawake Maria na mama yake Yesu na ndugu zake Yesu. Alikuwa na ndugu zake. Jamani, tulishawahi kuisoma kama Yesu alikuwa na ndugu zake. Hii hapa pia imeonekana hapa. Siku zile akisimama Petro kati yao ndugu, jumla ya majina iliyopata 120, akasema, ndugu zangu, alipo saa andiko litimizwe iliyonenwa na Roho Mtakatifu. Sasa hapa Maria mbona tujamuona akisimama akiomba juu ya kanisa, akiwekwa kama mwangalizi? Mbona hakuna? Hasa haya mafundisho ya kanisa Katoliki ndio chachu ya Biblia, ambapo baadaye anaitwa kwamba yeye ni mpinga Kristo waziwazi. Na hii kabisa ni mpinga Kristo waziwazi, kwa sababu haya mafundisho yake hayalingani na mafundisho ya Biblia. Kwa sababu hapa tulichokisoma hapa, naishia tu hapa leo. Huku kote hapo mengine ya kusoma ambao tunaweza kunyambua, lakini tunasoma wakati mwingine. Hapa inaposema baada ya mwanae kupaa mbinguni, hapa tulipoisoma kwenye hii Matendo ya Mitume 1:6 mpaka mstari wa 16, hatujaona haya mambo yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Katoliki hapa. Baada ya mwanae kupaa mbinguni, Maria kwa sala zake alisaidia kuzaliwa kwa kanisa. Mbona hapa hatujaona huku? Mbona Maria hakuomba wala hakuongea, bali kanisa lote liliomba likiongozwa na mitume? Kwa hiyo tunaona haya mafundisho ni mafundisho mapotofu, mafundisho ya uongo ambayo hayafai kuingizwa katika kanisa la Kristo. Je, hawa wanaojiita wa Kristo na wameupokea kiroho wakoje? Tunaona kiroho wameanguka kutoka katika hali ya neema, maana wanaabudu masanamu, wanayaamini masanamu na kuyatumikia, na hawawezi kuomba lolote kutoa pepo, kwa sababu una miungu mingine. Ile ni miungu inayoabudiwa. Sio hao tu, hata ya makanisa mengine wana masanamu, na ile pia ni miungu, maana ni masanamu tayari. Wametengeneza yale mahema wakayabatiza kwamba yaitwe makanisa, wakaweka misalaba juu yake. Sisi tunamwamini Yesu Kristo amekufa kwa ajili yetu, na tunatangaza kwamba alipokufa msalabani damu yake ikamwagika, ndio ukombozi wetu. Ametutenganisha ambacho na kile, ametuunga pamoja na Wayahudi ambako tulikuwa tumetengwa na yale mafundisho ya Kiyahudi, lakini kwa sasa tuko wamoja katika Yesu Kristo. Jamani, tuishie hapa kwanza. Tuishie hapa, lakini jifunze pamoja nami, soma Biblia, soma vitabu vingine pia uweze kupata maarifa, uweze kupata utofauti wa hiyo imani nyingine na Biblia, maana tumedanganywa sana. Tumepotoshwa sana katika Yesu Kristo. Ila na kuweka katika mikono ya Kristo anayetuombea kwa Baba, aliye wa kweli peke yake. Akuweke salama, akutunze. Uendelee kuomba kwa jina la Yesu, endelee kushukuru ili nguvu ya Roho Mtakatifu ifanye kazi ndani mwetu. Usiwaamini watumishi waaminiki. Matokeo yake tunaingia kwenye mtego yao na kuwatumikia wao, lakini sisi hatufikii kile kiwango cha kuokoka, kile kiwango cha kuitwa watumishi, kile kiwango cha kuitwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Hatufikii, bali tutaitwa waumini wa dini fulani, kwa sababu tumekataa kuokoka, tumekataa kujifunza Biblia. Katika Yesu Kristo, Biblia ndio inayoweza kujibu matatizo ya watu peke yake, sio hivi vitabu tunavyovisoma vya imani zingine. Kwa hiyo naweka katika mikono ya Kristo, aweze kuwaweka salama kwa jina lake pekee, jina lenye nguvu, jina lipitalo kila jina, ya Yesu Kristo ambaye ndiye Bwana. Awatunze na kuwalinda. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea. Subscribe, like, comment, share ili uweze kuwafikia huu ujumbe, watu wengi waweze kujifunza habari za Kristo, waweze kupata uzima wa milele katika mambo mapya na imani mpya na njia ile iliyo mpya katika Waebrania 10. Soma Waebrania 10 sana, soma sana Waebrania 10. Itakusaidia, itakuvusha sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na upotofu mwingi sana wa dini nyingi utauona pale. Nashukuruni sana katika Yesu Kristo. Asanteni.